Umasikini ulinifanya niingie katika maagano ya kishetani sehemu ya kwanza. Wanasema kila mtu huzaliwa na nyota yake. Lakini je, si heri mtu kutokuzaliwa kabisa kama nyota yake ni ya mateso? Kwa majina yangu mimi nafahamika kama Baraka. Ni mtoto wa 4 kati ya watoto 6 wa mzee Marungu. Na hii ni simulizi yangu ya namna umaskini ulivyoingia kwetu kwa mlango wa mbele na kutufungia tumaini nje ya dirisha. Na mwisho wa yote, Baraka mimi nilivyokubali mikono ya giza kwa tamaa kutoka kwenye umaskini. Mimi ni mzaliwa wa Tabora, katika kijiji kinachofahamika kwa jina la Kalangala, huko wilayani Urambo. Familia yetu ilikuwa na watoto 6, na watoto wote katika familia yetu ni watoto wa kiume. Lakini maisha yalitufanya tusifanane hata kidogo. Tulipokuwa tulitambua kuwa umaskini sio tu kuwa na njaa, bali ni kupuuzwa, kudharauliwa na kushindwa hata kufikiria ndoto zetu wenyewe. Kaka yetu wa kwanza aliyefahamika kwa jina la Danieli ndiye aliyekuwa fahari ya familia. Alifaulu hadi chuo kikuu, alipata kazi serikalini huko jijini Mwanza. Kaka yetu alikuwa ni mfano wa ndoto za kila mtoto wa maskini. Lakini kaka yetu alipoondoka kijijini, aliondoka na kila ahadi alizowahi kutuahidi. Mimi Baraka niliishia darasa la 7 tu. Nilikuwa na ndoto ya kuwa fundi mkubwa wa magari au hata kuja kuwa fundi wa vifaa vya umeme. Nilikuwa napendelea kutengeneza redio, TV zilizoharibika na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinahitaji marekebisho madogo madogo kama baskeli na vitu vingine vingi. Lakini njaa na ada zilinipora ndoto hizo mchana kweupe. Mama yetu aliishia kulia kila siku. Mzee Marugu baba yetu alikuwa ni mkulima wa mihogo na mtama. Kila kilimo kilikauka kama ndoto zetu zilivyopotea. Siku moja nilikaa chini ya mti wa mwembe nikitazama anga nikiwa na njaa. Nikajiuliza, hivi kweli Mungu yupo? Na kama Mungu yupo, kwa nini anatunyima hata chakula? Kwa nini ndoto zinaishia kwa Danieli tu? Mbona sisi wengine tumeumbwa tu kuteseka? Lakini ipo siku naamini kama nitafanya kazi kwa bidii, Baraka mimi nitaikomboa familia yangu na tutatoka katika maisha haya. Na uchukia sana umaskini. Ni kweli kipindi chote hicho ambacho nilikuwa naishi na familia yangu, niliachukia sana mazingira ya pale nyumbani. Kila siku nilikuwa nikijiapiza kwamba ipo siku na mimi nitatoboa, nitafanya kazi kwa bidii, nitazisaka pesa popote pale zilipo, ili mradi tu niweze kuishi maisha mazuri mimi pamoja na familia yangu, niwakomboe ndugu zangu wengine hawa ambao wamebaki katika maisha haya kimaskini. Baada ya Baraka mimi kuhitimu darasa la 7, sikuwa na la kufanya pale kijijini. Nilikaa tu pale kijijini miezi kadhaa, huku nikiendelea kuamka asubuhi kutengeneza redio zilizoharibika, saa nyingine kutengeneza majiko ya udongo au kutengeneza magurudumu ya baskeli. Siku moja nilipokuwa narudisha waya wa spika ndani ya redio ya mzee mmoja, mama alinifuata kwa haraka kisha akaniambia, "We, Baraka, njoo nikwambie mtoto wangu. Nina taarifa njema sana." Nikasema, "Mama vipi? Si unaona bado nina kazi? Si ungenisubiri tu nimalize kazi ili tuongee vizuri?" Mama akaniambia, "Hapana kijana wangu. Ni swala la muhimu sana. Hata ile ambalo nataka kukuambia ni la umuhimu kwa upande wako, na kwa vile mtoto wangu ninavyokuona unavyozidi kupambana, litakufurahisha. Niruhusu nikwambie mtoto wangu." Baraka anasema. Nikamwambia, "Sawa mama, nimekuelewa. Haya, niambie mamangu." Mama akaanza kwa kusema, "Yaani Baraka mtoto wangu, yaani siamini kile nilichokisikia katika masikio yangu. Yaani kaka yako Daniel kasema ukajipange, anakutaka uende mjini, uende uko jijini Mwanza. Amesema atakutafutia kazi, tena kazi nzuri yenye kipato kizuri mtoto wangu. Uone kama ni jambo jema." Kiukweli maneno yale ya mama na taarifa zile za mama nilishindwa kuzivumilia. Nilishindwa kujizuia. Nililia, sio kwa uchungu tu, bali kwa tumaini. Niliona kama Mungu alikuwa amenisikia. Niliona Mungu anayajibu maombi yangu. Nilifikiri sana maisha pale kijijini. Hatimaye nikaanza kuona dhahiri kwamba maisha yangu yataanza kuchanua. Haraka nikatengeneza ile redio ya yule mzee, kisha nikakimbilia ndani. Nikachukua begi langu la shangazi kaja, nikaanza kukusanya vitu vyangu. Lilikuwa ni begi dogo tu ambalo linaweza kubeba nguo chache. Basi nikaanza kukusanya nguo chache ambazo ningeanza kwanza nazo maisha huko jijini Mwanza kwa kaka yangu Danieli. Basi nikabeba mashati 2 pamoja na suruali 2, na hizo nguo ambazo nilikuwa nimezibeba, hizo ndizo zilikuwa nguo zangu za kutokea. Na safari kutoka kijijini kwetu Kalangala hadi jijini Mwanza basi ilianza. Safari hii ilikuwa ni ndefu, lakini moyo wangu ulikuwa mwepesi kama manyoya ya njiwa.
Nilipofika jijini Mwanza, kakaangu Daniel alinipokea kwa bashasha tele. Nilimkuta kakaangu Daniel akiwa yeye pamoja na mke wake anayefahamika kwa jina la Stella, wakiishi katika nyumba ya kupanga maeneo ya Nyegezi. Baraka mimi nilijipa moyo, nilijua ni swala la muda tu kabla maisha hayajabadilika kwa upande wangu. Lakini siku ya pili tu ndoto zangu zilianza kuparanganyika. Baraka mimi kaka yangu alinigeuka wakati wa chakula cha usiku. Nakumbuka siku hiyo, mimi pamoja na watoto wa kaka yangu Baraka tulikuwa tumeketi sebreni, huku shemeji Stella akiendelea kupika chakula cha usiku. Na baada ya kumaliza kupika chakula cha usiku, basi shemeji Stella akachukua kile chakula na kukiweka mezani. Na mimi kwa kweli siku hiyo njaa ilikuwa inaniuma sana. Watoto wa kakaangu Daniel walikuwa wako biza kuangalia TV, na kakaangu Daniel alikuwa amejipumzisha chumbani kwake. Baada ya shemeji Stella kuweka chakula mezani, akaja kuniita, akaniambia, "Shemeji Baraka, chakula tayari. Basi wai mezani." Kisha shemeji Stella akielekea chumbani kumfuata kaka Daniel, na wale watoto wa kaka Daniel waliendelea kuangalia TV pale sebreni. Basi mimi nikakaa kama dakika chache pale. Sikuona mtu akiwa na umakini na kile chakula. Basi ikabidi nisogee pale mezani ili niendelee kuwasubiri. Nikaangalia watoto wa kaka Baraka walikuwa wako bize kucheza game. Nikaendelea kumsubiri kaka Daniel pamoja na mke wake Stella, na wenyewe walichukua muda sana kufika pale. Basi baada ya hapo na mimi njaa ilikuwa imeniuma, na pale mezani chakula kilikuwa ni kidogo tu. Na kama unavyojua sisi ambao tunatoka vijijini na tuliozoea mikiki mingi ya kukimbizana na mifugo na mambo mengine mengi, basi chakula kile mimi niliona kama ni chakula ambacho nimetengewa mimi peke yangu, kwa sababu niliona watoto wako bize wanacheza game na shemeji yangu Stella amenikaribisha kisha akaondoka. Basi mimi moja kwa moja nikanawa mikono na kuanza kujipakulia chakula. Kiukweli kwa upande wangu kile chakula hata mwenyewe kilikuwa kinitoshi. Basi nikaanza kula, na mezani pale kulikuwa na mboga kama 4 hivi. Basi nikawa nakula chakula huku nikiendelea kubadilisha mboga moja baada ya mboga nyingine. Lakini wakati namalizia tonge la mwisho, nikasikia kaka Daniel pamoja na Stella wakiwa wanasogea pale mezani. Basi walipofika, shemeji Stella akashangaa, "He, Baraka, umemaliza chakula chote?" Nikamwambia, "Ndiyo shemeji, kwani hakikuwa changu peke yangu." Wakati naendelea kushangaa ni kipi ambacho kinaendelea kwa upande wangu, basi kaka yangu Daniel akanidaka kwa maneno makali sana. Akaniambia, "We Baraka, unakula sana kama una kesho. Yaani hujui chakula cha mjini ni bei gani? Huku sio kijijini kwenu Kalangala. Hapa kuna bajeti na hapa ni mjini. Hivi kwa ulaji huo unafikiri hata debe la unga litafika hata mwezi kweli? Yaani unakula tu kama nguruwe. Unataka uniambie mboga zote 4 nilizonunua umezimaliza wewe? Hivi Baraka, ukuuliza wakati unakuja hapa mjini, si ndio? Mama yako hajakwambia pamoja na familia yako ya kimaskini hiyo? Hawajakwambia kwamba mjini tunatakiwa kuishi vipi?" Baraka anasema mimi nikaendelea tu kukaa kimya. Nilijiona ni mtu mkosaji sana. Nilijiona ni mtu ambaye sina thamani katika ulimwengu huu. Nilijiona kama mimi si ndugu wa kakaangu huyu Daniel, kwa sababu alinitukana pasipo kujali kwamba ananitukana mbele ya mke wake, ananitukana mbele ya watoto wake. Wakati anaendelea kunitukana, mke wake ambaye ni shemeji yangu Stella aliongeza kwa kusema maneno ya kejeli. Akasema, "Jamani, sijapata kuona. Ama kweli, ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Yaani kujipikilisha kote, nimempikia mume wangu pamoja na watoto wangu. Tule vyakula vizuri. Mume wangu ametolea jasho chakula hicho. Alafu mtu tu kutoka huko kijijini sijui polini linakuja kumaliza chakula kweli? Mtoto wa kike nimekaa, nimejipikilisha chakula kitamu. Mtu unakuja kumaliza. We kaka, hebu kuwa na aibu basi. Kwa taarifa yako, washamba wenzio wakija mjini huwa wanatafuta kazi na sio kulala mchana halafu kula usiku. Umekuja kusaidiwa au kushinda mezani kumaliza vyakula?" Mimi wakati wanaendelea kuongea maneno yote haya, nilikaa kimya. Sikuwa najibu lolote lile la kuweza kuwajibu, kwa sababu kila mtu alinishambulia kwa upande wake. Nilikumbuka siku mama ambayo aliniambia kwamba, "Baraka mwanangu, Daniel ni kakako. Anakupenda sana. Kakako anakupenda sana. Kakako ni mtu tofauti sana. Kakako sio yule ambaye huwa unamdhania. Huenda ni majukumu tu ambayo yamemzidia huko mjini, ndio maana anashindwa kutusaidia huko kijijini. Yaani mwanangu Baraka, Daniel huyo ndio kakako mkubwa. Ni mfano wa kuigwa. Lakini sasa Baraka, mimi
Nikawa na tafakari maneno ya mama, yaani kama mfano wa kuigwa ndio ulikuwa ukinitazama kwa jicho la kuudhi, kama vile mimi ni uchafu uliokosea kuingia mjini. Kweli kuna undugu hapa? Yaani nikashindwa kuelewa, ikabidi niombe msamaha. Nikapiga goti na kumwambia kaka yangu Daniel, najua unajua fika mazingira ambayo tumekulia pale nyumbani. Wewe si mgeni wa mazingira ambayo tumekulia pale nyumbani. Ndiyo, japo maisha yetu yalikuwa ni ya kimaskini, maisha ya hali ya chini, lakini mama yetu alikuwa anajitahidi kwenda kutafuta chochote kitu. Alikuwa anatutafutia. Hata tukila ugali kwa chumvi, lakini ugali ulikuwa ni mkubwa. Hata siku moja mama yetu hajai tusemea katika chakula. Kakaangu, kwa nini kunielekeza vizuri kama mjini mnaishi kwa bajeti? Kwa nini kuniambia kakaangu? Kwa nini unakuja kuniambia maneno makali ya kuudhi mbele ya mke wako pamoja na watoto wako? Kakaangu Daniel akaniambia, kelele mbwa mkubwa wewe. Yaani umetushindisha njaa, alafu bado unaendelea kuongea. Kisha mtoto wake mmoja akasema, ba mdogo, hata kama nikula, wewe umezidisha. Yaani hapa nilitamani nikuchukue hata video nikutupie mtandaoni. Yaani hotpot nzima umemaliza wewe mwenyewe na bado ukawa unalalamika eti hujashiba, eti chakula kidogo. Hapana. Huko kwani ndio maana hata baba hataki tuje. Unakula kanguruwe. Baraka anasema kiukweli kabidi nipige goti tena hata kwa wale watoto. Nikamwambia samanini, nisameni sana. Kama ningekuwa na chochote kitu mfukoni, basi ningewalipa. Lakini pesa yote ambayo nilikuwa nayo nimeitumia nauli kwa ajili ya kuja huko jijini. Naombeni mnisamee. Ninaahidi nitafanya kazi kwa bidii ili nije kulipa hicho chakula ambacho kimewafanya mkalala njaa siku hii hapa leo. Kakaangu akaniangalia kwa jicho kali sana, kisha akatema mate pembeni na kuelekea chumbani. Mke wake pia vivyo hivyo, akaniangalia na kuguna kwa kebei, kisha akamfuata mume wake. Watoto wake pia wakasema, haya bwana, sisi tutakula matunda. Si mgeni umeamua kutolaza njaa. Haya, ngoja tukaendelea kucheza game. Maneno yale yalinifanya nijisi vibaya sana. Basi maisha ya pale jijini Mwanza yakaendelea. Mimi huko nikiwa naendelea kuishi pale nyumbani kwa kaka yangu Daniel. Kila siku niliamka mapema kufua nguo zao, kufagia, kupika, kuosha vyombo. Hakuna siku ambayo niliwahi kupata nauli ya kuzunguka kwenda kutafuta kazi kama kaka Daniel ambavyo aliwahi kuniahidi ambavyo nilikuwa kijijini. Nilihisi kama nimekuwa mtumwa wa Adamu. Na hapo ndani kila siku machungu yalikuwa yakichemka. Sikuwa na mtu, sikuwa na sauti. Kila usiku niliomba usingizi unichukue mapema ili niote maisha ambayo sitayapata kamwe. Na tayari nilishaanza kuamini kwamba kaka yangu Daniel alinileta mjini si kwa kunisaidia bali kwa kuninyanyasa. Moyo wangu ulivunjika vipande. Na maisha wakati bado yanaendelea, kaka yangu Daniel baada ya wiki kadhaa za manyanyaso ya kimya aliniambia, Baraka, sikiliza. Kesho utakwenda Kariakoo ya Mwanza. Kuna duka la vifaa vya ujenzi linahitaji vijana wa kubeba mizigo. Na kwa upande wako, sijui kama utaweza kazi kama hiyo. Maana umezoea kulala kijijini kwenu. Nikamwambia kaka, atafutaye hachoki. Kila kazi ambayo itakuwa ni halali kwa upande wangu, nitaifanya. Hata usinikatie tamaa mapema kiasi hicho. Nitafanya. Sikuchelewa kumpa jibu hili kaka yangu hata sekunde moja. Nilikuwa tayari kufanya kazi yoyote ile ili mradi tu niwe mbali na macho yao ya dharau. Basi siku hiyo nilifika dukani saa 1 kamili asubuhi. Nilikutana na bosi mmoja hivi aitwaye Mzee Karimu, mzee mwenye duka kubwa la saruji, nondo, rangi na vifaa vya ujenzi. Siku ya kwanza ilikuwa kama adhabu. Nilibeba mifuko ya saruji, mabati, nondo, ndoo za rangi. Jua lilinichoma sana. Viatu vilianza kuniumiza. Mikono ilikatika na mabaka. Lakini sikukata tamaa. Niliona hiyo ndio nafasi pekee ya kuokoa maisha yangu. Na baada ya wiki 2, Mzee Karimu alinifuata na kuniambia, kijana wangu Baraka, unajua mara ya kwanza wakati unafika hapa, sikukuamini kabisa kama unaweza kufanya kazi ngumu kama hii. Lakini wewe ni kijana wa tofauti sana. Wewe sio kijana mvivu kama wengine. Kuanzia leo nitakupa hela ya ziada kila wiki na nitakuongezea pesa hii kama ukiendelea kufanya hivi na kufanya kazi kwa bidii. Ukiendelea kufanya kazi kwa bidii, utafika mbali mtoto wangu. Na kuahidi hilo. Baada ya kusikia maneno haya kutoka kwa bosi yangu, nilijawa na furaha isiyo kifani. Siku hiyo nilirudi nyumbani nikiwa na noti ya shilingi 70,000 mfukoni. Nilipofika nikaanza kuota namna nitakavyonunua mashati 2, viatu vya kubadilisha na kutuma pesa kijijini kwa mama. Lakini kabla hata sijamaliza kupangilia mipango yangu, kaka Daniel aliniona na akasema, "We Baraka, vipi? Mbona una furaha sana hivyo? Uso wako unaonekana una nuru.
umepewa pesa si ndio? Nikatikisa kichwa kwa ishara ya kukubali kwamba ndio nimepewa kaka. Kaka Daniel akasema haya, nipatie hizo pesa. Kuna deni nilikopa kwa ajili yako. Nitalipa hilo deni alafu nitakurudishia baadaye nikipata mshahara. Nilimwangalia kaka Daniel kwa macho ya kushangaa. Kisha nikamwambia, "Lakini kaka, hiyo pesa niliahidiwa kama motisha." Kaka Daniel akaniangalia kwa ukali. Akasema, "Unasemaje wewe? Siku hizi unaanza kuzijua pesa, si ndio? Unazijua pesa eh? Hujui hata kodi inalipwaje hapa mjini. Na unaanza kiburi chako. Na kama ukiendeleza hicho kiburi chako, nitakurudisha Kalangala uko kijijini kwenu haraka sana. Usifikiri umekuwa hapa." Nilinyamaza tu kimya. Sikuweza kusema neno lolote. Nilihisi dunia imenitupa tena. Nilimkabidhi zile pesa kakaangu Daniel. Na kaka Daniel kweli alizichukua zile pesa bila hata shukrani. Na kama itoshi, shemeji yangu Stella, mke wake Daniel, aliendelea na maneno yake ya kunichoma moyo. Shemeji Stella akasema, "Baraka, usijione kama eti wewe ndio una kazi. Nikwambie tu kwamba hapa nyumbani kwangu, masharti ya kuendelea kuishi hapa nyumbani kwangu, ni lazima uoshe vyombo, ufue mashuka, upige deki ndani na usahau kulala fofofo. Hii sio hoteli ya nyota 5, sawa? Nafikiri umenielewa." Nikamwambia, "Sawa shemeji, nimekuelewa." Wakati kila mtu alikuwa akinisifia kazini kwa ubidi wangu wa kufanya kazi, nyumbani nilikuwa ni kama mtumwa. Kazi za nyumbani zilizidi kuwa mateso kwangu kuliko hata kubeba saruji. Pale nyumbani kwa kakangu Daniel, nikageuka kama kijakazi wa shemeji yangu Stella, huko nikiendelea kuficha machozi yangu moyoni. Nilijua hata nikifanya kazi kwa bidii kiasi gani, mimi si lolote nyumbani kwa kaka yangu. Nilikuwa mzigo wa kulaumiwa, chanzo cha hasira na kimvuli kisicho na thamani kwa upande wa kaka yangu. Basi sikukata tamaa, nikaendelea kufanya kazi pale dukani. Ilikuwa nikitoka dukani nafanya kazi, nikirudi nyumbani naendelea na majukumu ya kawaida, kuosha vyombo, kufua nguo, kudeki ndani. Yaani shemeji yangu alikuwa ananisubiri nirudi ili nifanye kazi zote za pale nyumbani. Na nilipoanza kupata pesa dukani, sikuwa tena yule Baraka wa mwanzo. Ingawa maisha ya nyumbani kwa kaka yangu yalizidi kuwa duni, lakini kazi yangu ilikuwa tumaini langu la mwisho. Kila wiki nilikusanya pesa ambazo nilikuwa napewa. Nilikuwa nikinunua sabuni, mafuta na kulitunza kwa siri kwenye mfuko wangu wa shangazi Kaja. Lakini siku moja nilipoenda kazini, kila kitu kilibadilika kwa upande wangu. Nakumbuka siku hiyo nilifika kazini kama kawaida. Nilimkuta mzee Karimu akiwa amekaa pale dukani kwake. Basi kwa heshima nilimsalimia mzee Karimu, lakini mzee Karimu alinitazama kwa tofauti sana. Alinitazama kwa jicho la ukali. Hakujibu salamu yangu. Akaanza kuita vijana wengine huku akiniambia Baraka mimi nikae pembeni. Mzee Karimu alinifuata na kuniambia kwa sauti ya ukali kidogo. Akaniambia, "Baraka, sitaki matatizo kazini kwangu. Yaani sitaki matatizo hata kidogo. Yaani kama wewe kijana mdogo umeanza kutumia bangi au kuiba mizigo ya wateja, sitakuhitaji tena katika biashara yangu. Ucheshi wako, nilivyokupenda, bidii zako, kumbe ulikuwa unajificha nyuma ya kimvuli cha uwizi, si ndio? Yaani nikwambie tu kijana wangu, fadhila zangu zote zinaishia hapa na siku ya leo. Nimesikia mengi sana juu yako na kuomba usirudi tena katika duka langu." Sikuelewa maneno haya ya mzee Karimu ametoka upande gani, kwa sababu hata radha ya bangi mimi sijui. Sijui hata ni nani ambaye alimwambia mzee Karimu kwamba Baraka mimi nilikuwa navuta bangi. Nilisi miguu ikiwa imekufa ganzi. Nilitetemeka kama mtoto wa njiwa aliyejeruhiwa. Sikushtuka kwa sababu ya maneno, bali kwa sababu nilijua kwamba hakukuwa na mtu mwingine wa kusema maneno ya uongo zaidi ya kakaangu Daniel, kakaangu wa damu, kakaangu niliyemwamini, kakaangu ambaye lilikuwa tumaini pekee hapa mjini. Na niliporudi nyumbani sikuweza kujizuia. Nilimkabili kakaangu na kumuuliza. Nilimwambia, "Kaka, ulienda kwa bosi wangu kakaangu Daniel?" Kakaangu Daniel alinigeukia bila aibu. Akaniambia, "Ndio nilienda. Na kama unauliza kwa nini, basi ni kwa sababu umeanza kujiona huko juu kuliko sisi. Yaani ulifikiri ukipata hizo 70,000 kila wiki utakuwa tajiri, si ndio? Yaani umeniaibisha mbele ya mke wangu kwa kunidai hivyo pesa vyako vidogo hivyo. Nilikuleta mjini kukusaidia na si kujifanya wewe mwanaume." Mke wake Stella alicheka kwa dharau kisha akasema, "Yaani Baraka, nilikuwa na siku ile ambavyo unajinunulisha hivyo vimashati vyako vipya na hivyo viatu. Yaani unajiandaa kana kwamba wewe ndio bosi wa nyumba hii." Nikamwambia, "Kaka, kwa nini kaka Daniel? Kwa nini unanifanyia yote haya? Kwani mimi sio ndugu yako? Kosa langu ni lipi hasa kakaangu? Ni kipi ambacho nimekufanyia? Mbona mama alituambia wewe ni kaka bora sana kwa upande wetu? Au mama yetu alikwambia kwamba wewe si kaka yetu? Au wewe ni mtoto wa wazazi wengine, si mtoto wa wazazi wetu?"
Siku hiyo nililia sana. Nililia kwa machungu ya hali ya juu. Nilipanda kitandani nikiwa nimepatiwa matusi ya ajabu, huku nikiwa na hasira pamoja na uchungu. Nilihisi nimezaliwa kwa laana. Nilitamani kuandika barua na kuiweka juu ya meza, na barua hii isomeke hivi: msinisake, nimepotea kama vile mlivyonipoteza kwa maneno yenu. Lakini niliona haina haja, kwani mateso yanaweza kuongezeka zaidi ya haya ambayo ninayapata. Baada ya kuacha kazi, nilikuwa sina kazi, sina hela, na sasa sikuwa na maana tena hata kwa watu waliopaswa kwa familia yangu. Nilipangiwa kazi pale nyumbani kwa kaka yangu kama mtumwa wa ndani, kuosha vyombo, kufua nguo chafu, kutandika mazulia sakafuni na hata kula mabaki ya chakula. Mke wa kaka yangu hakunionea huruma hata siku moja. Alitumia kila nafasi kunichoma moyo wangu kwa maneno yake makali. Mara nyingi alikuwa akipenda kusema kwamba mwanaume asiye na kazi si mwanaume, na kama si kaka yako ungekuwa unalala barabarani. Toka nje uende ukaokote makopo huko, mtizame kule. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Umasikini Ulinifanya Niingie Katika Maagano ya Kishetani. Je, baada ya mateso hayo ni maagano gani ambayo Baraka aliingia? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii: Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Umasikini umenifanya niingie katika maagano ya kishetani.